kuhusiana na Singida Black Stars ambao wao walipata sare kule Burundi, Bujumbura. Singida walipata sare, ni matokeo mazuri kwa ugenini, kwa sababu kwenye soka la Afrika kila timu inajitahidi kutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Na ukiona timu na afadhali hata miaka ya hivi karibuni, kwa sababu unajua tangu CAF Champions League imebadilika msimu 2018 19 ambapo ligi ikaanza mwanzo ligi ilikuwa inaanza mwezi wa pili, inaisha wa 11 kwa mwaka. Kwa kombe kwa mfano kama bingwa alikuwa ni bingwa wa 2014 au bingwa wa 2015, lakini baadaye ilivyokuja kubadilika inaanza mwezi wa 11 inakuja kuisha mwezi wa 5, au inaanza mwezi wa 9 inakuja kuisha mwezi wa 5. At least kuna changes nyingi zimetokea kwenye mpira wa Afrika. Zamani ilikuwa kupata ushindi ugenini ilikuwa ni mtihani. Yaani ukiona timu imeshinda ugenini kiukweli ni jambo ilikuwa ni story, lakini sasa hivi ushindani umeongezeka na pia fairness at least tumeiona, na hata hizi mechi kuonyeshwa kwenye television kuna fairness kubwa ambayo inakuwepo. Kwa hiyo timu ikienda kupata matokeo ugenini inakuwa ni jambo ambalo ni la kupongezwa, kwa sababu bado pia home advantage imebaki vile vile, na wamepata bao moja ambalo kama Singida watakuja Dar es Salaam kucheza na Flambeau du Centre na watatoka sare ya bila kufungana, basi Singida anapita kwa advantage ya goli moja la ugenini. Kwa kile ambacho wamekifanya ugenini sio kibaya, wanarejea nyumbani na amini watajipanga vizuri. Na uzuri ni kwamba kuna wachezaji ambao wapo Singida wana uzoefu na hii michuano. Kibabage amecheza hiyo michuano akiwa Yanga, lakini Chama Aucho wamecheza tena. Chama yeye ameanzia Zesco United mwaka 2016 walivyofika kwenye nusu finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo michuano ya kimataifa asilimia kubwa ya wachezaji wa Singida wana uzoefu nao, kina Anthony Trabi, kina Kennedy Juma wakiwa Simba. Kwa hiyo kwangu mimi naona wana kazi ndogo tu ya kuja kumaliza shughuli hapa nyumbani, lakini mtihani ni kwamba kwa Flambeau ni timu ambayo inaweza ikafunga pia ikiwa ugenini. Kwa hiyo Singida wanapaswa kuwa makini sana, kwa sababu na wamefanya mistake kwenye lile bao ambalo walifungwa kule Burundi. Ilikuwa ni mistake ya goalkeeper. Kwa hiyo wanapaswa kuongeza umakini na pia kutumia zile nafasi ambazo watazitengeneza. Japo msimu huu naiona Singida ambayo ina struggle kwenye safu yake ya ushambuliaji. Hoso Mwaku pamoja na Elvis Rupia ni wachezaji ambao wanahitaji nafasi nyingi ili waweze kufunga nafasi moja. Kwa hiyo katika hii Confederation basi wanatakiwa kuwa bora zaidi kwenye kutumia nafasi ambazo watazitengeneza ili timu iweze kupata matokeo. Lakini kwa kuanza vizuri ugenini kutoka sare ni matokeo mazuri ambayo naamini Singida watakuwa na kazi ndogo ya kumaliza shughuli hapa nyumbani. Sawa, kwa Azam FC naamini ni wakati wao huu kuingia hatua makundi ya kombe la shirikisho, na mpinzani anayecheza naye KMKM sio mpinzani mbaya, lakini namuona Azam FC kwangu ni favorite kuliko KMKM. Azam FC wana timu bora, wana wachezaji wengi wazuri, wana benchi la ufundi lilosheheni kuliko KMKM. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri itakuwa story kubwa kama Azam watu waenda hatua makundi, lakini kwa nature matokeo niloyaona wameyapata ugenini, Azam FC walikuwa tayari wamejitengenezea nafasi kubwa ya kuingia kwenye hatua makundi. Kama ni 100%, mimi kwangu 70% Azam tayari wameingia kwenye hatua makundi. Hizi 30% ni hizo wanazokuja kumalizia Chamazi weekend hii, lakini ukiangalia uhalisia ni kwamba Azam FC ni timu ambayo kwa sasa haitakuwa na excuse kama haitokwenda hatua makundi. Wana kocha bora, wana timu yenye wachezaji wengi wazuri, wachezaji ambao wako kwenye nafasi ya kutengeneza historia kwenye klabu. Kwa hiyo unawaona wote kwa ujumla, kila mmoja kwa nafasi yake. Sasa hivi huko kwenye kilele cha ndoto za kuiona Azam FC inaingia hatua makundi ya kombe la shirikisho.
jambo ambalo litaibadilishia Azamu muonekano. Azam ni klabu ambayo hapa nyumbani haina historia kubwa, lakini inakumbukwa kwamba ni miongoni mwa timu iliyowahi kuishinda ubingwa wa ligi kuu nchini Tanzania. Lakini kwenye michuano ya kimataifa huko Azam FC hawajawa na legacy aina yoyote. Angalau hapa Tanzania wana ubingwa mmoja wa ligi, lakini kwenye michuano ya kimataifa Azam FC hawana legacy aina yoyote. Hakuna kitu ambacho wamekitengeneza kama sehemu ya historia kubwa ya klabu, na kuingia makundi ndio inaweza kwenda kuwa historia kubwa kuanza kujengwa kwenye klabu. Siamini Azam kama ndoto zao ni kuiona klabu tu ikiwa inafika makundi kila msimu. Maana yake ni kwamba msimu Azam utakapoingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho watakuwa wameanza kuijenga historia mpya kwenye klabu. Sasa ni nafasi kwa wachezaji, benchi la ufundi, viongozi kuwa sehemu ya hiyo historia ambayo klabu inaenda kuitengeneza kuanzia Ijumaa. Kwangu mimi naamini Azam FC kufika hatua makundi ni jambo ambalo wanaliweza msimu huu. Aina mpinzani anayokutana naye, kwangu mimi wala sioni kama Azam FC anaweza kushindwa kufurukuta mbele ya KMKM. Sawa, napitia baadhi ya maoni ambayo yako hapa YouTube. Akiwemo Zengo Lutelemba anasema toka Momba Songwe napata live, bado tunaifurahia, tunafuraha mashabiki wa Simba ushindi wa bao 3-0. Haya, naitwa Manosa Mbea, nipo Simiyu Nyamalapa. Haya, Sanero anasema hai. Sanza Masanja anasema aka maskini jeuri wenyonga Mlele Katavi, mitaa ya Usesula. Kwa Simba hii wana Simba tunapasuka na kunenepa, ni mwendo wa pira bisho tu. Haya, Jason James anasema Winston Binae aka rais wa Waangaza Tanzania kutokea Kagera Ngara wa Mayenzi, na wapata live nikiwa hapa Musoma Nyasho Magereza mashineni, tuko pamoja wana bao la asubuhi wenzangu. Haya, yuko hapa Melik Kamzora anasikiliza pia bao la asubuhi, na yupo hapa Kalapita wa Inyonga Mlele Katavi, anasema tuwe makundi. Haya, huyu anasema anaitwa Sanera Kisombo, hao Yanga wamchukua kocha kutoka Jambiani, kocha wa Masai. Jamani, ushauri wa watu leo mnautoa huko kwa Yanga ni hatari. Haya, yuko hapa mwingine ataswa kuchukua. Imagine jamani, hata sio ni mgumu. Hata kama mpendani jamani, nyinyi mapacha Kariakoo, ndio ushauri gani? Kuna mtu kasema achukue, kuna kocha sio kachukua ubingwa wa kata huko Katavi huko Mlele huko. Imagine. Haya, yuko hapa Meliki Kamzora anasema aka Middle 6 Kamzora kama Vinga. Hivi ni Kamzora wetu? Meliki Kamzora yuko Kagera sasa kwa mujibu wake. Okay. Lakini kama yuko Tazara sisi haituhusu. Alivyosema Middle 6, unajua Kamzora wetu nice ya Middle yule beki Haya, kutokea Katembe tuko pamoja mpaka ni mdogo wake kabisa. Sawa. Haya, yuko hapa pia Mustafa Kilua anasema jamani, Simba tulibaki robo mpaka wakatuita mwaka robo wao kubaki bakundi. Kuna shida. Haya, Masanja Kuyali tasema Yanga wafanye maandalizi ya kutosha ile kwa mechi ya marudiano waje washinde. Haya, yuko hapa Machenji Lupemba. Sasa hivi pia anatamani kwenda huko Inyonga Mlele Katavi. Wapo watu wengi sana ambao watusikiliza. Tuna kijiji pale. Haya. Kumekucha wana bao la asubuhi, kumekucha. Juma Simindo anasema morning studio. Haya, habari ya hapo studio, nakubali sana wote. Haya, tunashukuru. Haya, tunaye hapa Juma Simindo anasema mashabiki wa Yanga twendeni kwa wingi uwanjani. Shedrack Machilika nimepokea salamu zako. Simba nguvu moja yuko hapa. Shedrack Machilika. Shedrack sikuelewi ni timu gani? Hapo umesema mashabiki twende uwanjani, hapo umesema Simba nguvu moja. Anyway, nikuachie wewe sasa, utaniambia. Ali kama iko sahihi, mashabiki tumekuwa vivu mno kwenda uwanjani. Chisano wamepokea salamu zao huko, wasema walikumisi. Marco Ntao anasema kwa sasa niko Ilagala Kigoma. Yanga ndio mjue tofauti ya kuishi nyumba yako na nyumba ya kupanga. Haya, mimi niko vizuri Juma Semindo. Haya, Machenji Lupemba anasema cha kwa shauri Yanga kuna kocha mzuri Katavi. Haya. Kocha Katavi achukue kijiti pale Yanga jamani. Sasa bora abaki huyo nani? Abaki Falls. Haya, yuko hapa Fabian Kapela anasema niko Mtwara, wachambuzi wetu wa Bongo. Anasema wachambuzi wetu wa Bongo kusema tu nyuma mwiko wametropu. Sasa kutropu ndo nini? Kudropu. Haya, tunasema ubaya ubwela part 2 unakuja msimu huu. Haya,
Yuko hapa Yunus Masudu anasema kila la timu yake ya Yanga kwenye mechi ya marudiano hapa Jumamosi, matumaini makubwa. Yunus kutokea Masasi. Yuko hapa Munis Shirazi anasema jamani kwa mzee wa Kibwagizo yuko wapi? Haya, huyu hapa jamani. Haya. Yuko hapa pia Masanja nimekupata. Muhammad Yasiri kila la heri Silva kwenye mchezo wa Jumamosi mpate hata sare tu. I say haya sawa. Kesi Masa anasema kocha aliyefukuzwa ni kocha ambaye alikuwa ni na veti lakini bure hajui kabisa. Haya, Victoria Lazaro anasema mimi naona kinachotufelisha Yanga ni kubadilisha makocha mara kwa mara. Kila akija kocha anakuja na mfumo mwingine. Nadhani tulipata bahati ya kupata makocha wanaoamini kwenye mfumo mmoja. Haya. Hayo ni kwake JJ Sport anasema mchambuzi jibu swala cha na story. I say washabiki wamekuwa wakali kweli kweli huku YouTube lakini wanaendelea kumimina comments hapa na pale. Linus Benard anasema Yanga bingwa. Haya. William yuko hapa anasema kutoka Mwanza Misungwi pamoja sana ndani ya bao la asubuhi. Amon Paulo anasema Yanga bila Forza naona nafika mbali sana. Kocha alikuwa ananuksi. I say kome mkata kocha kati mlisema kocha akiruna ndio habari ya mjini. Habari mjengoni? Kwa sijui kumbe mashabiki wa Yanga wanaenda Malawi bwana wamerudi nyumbani salama. Huyu bwana mmoja anaitwa Carlos Zedoni ndio ananiambia hapa. Na walikuwa wengi. Wale sio shida zao. Juzi Sezos nilisema ameandikaje. Walivyokuwa na kocha walikuwa na ni Tanzania lakini kwamba wakikupenda wanakusupport hata kama unazingua. Kindani wanaambia na wewe unazingua. Lakini nje hivyo ili tu moyo wao uridhike kwenye kile ambacho wanataka kuaminisha umma. Sio unanielewa? Yaani Mtanzania anaweza kukosea lakini kuaminisha umma anaweza kaona akalisifia lile kosa, akalipamba vizuri na likaonekana liko sawa. Lakini ndani akikaa mwenyewe anasema unajua mashabiki wetu wanawapa tabu sana maafisa habari. Yaani kuna namna tu afisa habari lazima uongee vitu wanavyovitaka wao. Yaani wote unajua yani ndo wa Tanzania nimesema kwamba kuanzia maafisa habari viongozi sometimes afisa habari ile mkikutana kwa ground ni wote hata mashabiki ukikutana naye wewe mwenyewe mmekaa wawili pale hatuna pale uongo bwana lakini anasubiri sasa hata kocha basi ajiuzulu kocha Kaganda unajua wewe wimbo fulani hivi Ganda sijui Singeli ya leo wana sasa ndo kocha Falls yale amwanza kuganda shida mnao nyinyi sasa wewe sikutambiana na hata msemaji sasa yule msemaji amepoa wanataka msemaji fulani amechangamka